Giza lilizidi kuenea juu ya shimo lile la ajabu. Tariq aliendelea kuelea juu ya shimo, macho yake yakiwa yamefungwa kana kwamba amelala usingizi mzito. "Neema!" alipiga kelele kwa sauti ya maumivu. "Tariq, tafadhali rudi!" Aliendelea kunyosha mkono wake huku mkono mwingine ukishikilia jiwe la ujasiri. Mwanga wake ulikuwa uking'aa, ukijaribu kupambana na giza lililokuwa likimeza kila kitu. Lakini ghafla, jiwe lilianza kupasuka vipande vipande. Sauti nzito na ya kutisha ikasikika kila upande. "Nilikwambia, nguvu yako haitoshi. Bado hujui siri ya kweli ya ushindi." Ilikuwa ni sauti ya kivuli cha hofu. Neema alianza kutetemeka. Macho yake yakajaa machozi. Alimtazama Tariq aliyekuwa akianza kuvutwa pole pole kuingia ndani ya shimo la giza. "Hapana, siwezi kumpoteza rafiki yangu." Ghafla, maji ya kijito yakaanza kuchemka taratibu. Mwanga wa bluu ukaanza kuzunguka eneo lote. Mlinzi wa maji akaibuka tena. "Neema, jiwe hilo ni mwanzo tu. Nguvu ya kweli haipo kwenye jiwe." "Basi ipo wapi? Tafadhali niambie, rafiki yangu anapotea." Mlinzi wa maji akamwangalia kwa upole. "Nguvu ya kweli ipo ndani ya moyo wako. Nguvu ya urafiki wa kweli na kujitoa bila woga." Neema akafumba macho. Akakumbuka safari yote aliyopitia na Tariq. Walivyocheka pamoja, walivyosaidiana, walivyoahidi kutokuachana kamwe. Machozi yakaanza kumtoka. "Sitakuacha Tariq, hata kama nitapotea pia." Alirusha jiwe la ujasiri ndani ya maji. Mwanga wa jiwe ulilipuka kama nyota 1000. Neema akanyosha mikono yake miwili kuelekea kwa Tariq bila hofu. Moyo wa Neema ukaanza kung'aa kwa mwanga mkali wa dhahabu. Mwanga huo ukaanza kufukuza giza polepole. Kivuli cha hofu kikaanza kupiga kelele kwa hasira. "Hapana, hii haiwezekani!" Mwanga ukaendelea kuongezeka mpaka ukaligonga giza moja kwa moja. Shimo la giza likaanza kufunga taratibu. Tariq akaanza kuanguka pole pole kuelekea kwa Neema. Neema akamkamata kwa nguvu. "Nimekupata!" Tariq akafungua macho yake taratibu. "Neema, nilijua utanipata." Mlinzi wa maji akatabasamu. "Mmefaulu jaribio la kwanza. Lakini kumbukeni, kivuli cha hofu hakijaangamia kabisa." Ghafla, maji yakaanza kuonyesha picha ya mlango mwingine wa siri uliojaa mwanga wa ajabu. Safari yenu bado haijaisha. Neema na Tariq wakatazamana kwa mshangao. "Unamaanisha kuna hatari nyingine?" "Ndiyo, na safari inayofuata itakuwa ngumu zaidi." Ghafla, ardhi ilianza kutikisika. Mlango wa mwanga ukaanza kufunguka pole pole. Sauti ya ajabu ikasikika kutoka ndani. Waliopitia jaribio la hofu sasa wanakaribishwa kwenye ufalme wa ndoto. Neema akashika mkono wa Tariq kwa nguvu. "Tuko tayari? Tuko pamoja, tutaweza." Wakachukua hatua kuelekea mlango wa mwanga. Lakini ghafla, mwanga ukaanza kubadilika kwa rangi nyekundu. Je, mlango huo ni salama au ni mtego mwingine? Je, ni nani anayewaita ndani ya ufalme wa ndoto? Je, Neema na Tariq wataweza kushinda hatari mpya? Usikose episode 5 ya Siri ya Kijito cha Ndoto. Kama umefurahia episode hii, like video, comment utuambie unadhani Neema atatumia nguvu gani kuokoa Tariq. Share hadithi hii kwa marafiki. Subscribe na gonga kengele ili usikose episode inayofuata. Safari bado inaendelea. Kutoka Mkolo Product. Unga huu ni mzuri, unafaa kualisha kwa watoto na hata watu wazima. Karibuni sana, tutumie unga huu. Karibu Mkolo Product, ujipatie unga wa lishe. Unga wenye faida kem mwilini kwa shilingi 1003 tu, popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au
Piga simu namba 0716 28 30 88. Mkole Product, help us to help you. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.